Bila shaka umri ni ujuzi katika siasa. Tuangazie swala hili. Wakazi wa Tigoni na Kabuku eneo la Limuru kaunti ya Kiambu wamekuwa wakitumia bwawa la Tigoni kama chanzo cha maji kwa miaka mingi, lakini hivi sasa bwawa hilo limegeuka kuwa chanzo cha hofu. Aidha, wakazi wanasema limekuwa kizuizi kikuu kwenye barabara inayopita karibu nalo, ambapo ajali nyingi zimeripotiwa, huku pia likitajwa kutumika na watu wanaojitoa uhai au kutekeleza uhalifu. Kimakushege anaarifu zaidi. Ni mandhari ya bwawa la Tigoni, bwawa ambalo kwa miongo kadhaa limekuwa kimbilio la maji safi kwa jamii ya Tigoni na Kabuku, lakini kwa wakazi hawa bwawa hilo sasa limebeba taswira ya hofu. Hawa wakazi wa sehemu hii ya Tigoni, wengi wao wanalima maua, majani kupitia haya maji. Hakuna sign pale juu ya kuonyesha hapa kuna nini ya kuna kona sana, na kuna pia mto. Watu hawajajua hii barabara mzuri. Kama juzi kuna mzungu alianguka pale usiku, na tumeshuhudia maajali mingi hapa, lakini tukiangalia ni sababu hapa hakujawekwa bumps. Zaidi ya ajali, bwawa hili pia limehusishwa na visa vya watu kujirusha ndani yake kwa lengo la kujitoa uhai, huku baadhi ya wahalifu wakitumia kama mahala pa kutekeleza mauaji, swala linaloacha wakazi na hofu kila wanapopita karibu na eneo hilo. Tena watu wanakuja wakiwa mbebwa na magari, kama wameuawa wanatupwa ndani. Tumeweza kupata janga nyingi sana katika huu mto. Watu wengi wamejitosha kwenye mto huu. Ni ichugwe juu hata watoto wanakuja hapa, yani kujirusa huku kwa maji, na watu hata wanajirusa kwa maji. Kwa hivyo hata hapo ni kitu inataka iangaliwe sana. Licha ya hofu hiyo, wakazi wana matumaini kuwa iwapo hali ya usalama itaimarishwa, bwawa hili huenda likawa chanzo cha fursa mpya, ikiwemo nafasi za ajira, uwekezaji na ongezeko la mapato kwa jamii. Watu wa mchezo wanakuja hapa, tena ikiweko kitu kama samaki, juu hata kuko na samaki kidogo iko hapa, inaweza leta hata pesa. Aidha, wakazi wanalaumu kutokuwepo kwa uzio katika bwawa hilo na hata kukosekana kwa taa ili kumulika sehemu hiyo nyakati za usiku, wakitoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka kuboresha usalama, huku wakitaja umuhimu wa kuwekwa kwa vidhibiti mwendo katika eneo la barabara karibu na bwawa hilo ili kupunguza ajali zinazotokea mara kwa mara. Ndikia Kenya barua ili hii barabara ya Tigoni kuanzia pale juu tuweke bumps, maana unakuta pale chini gari zinapata accidents, zinaumia, watu wanaumia. Kwa hivyo tutaweka bump kwa barabara, na kwa demu yenyewe tutafence. Tunaweza taka kwa hii damu, kitu ya kwanza ni ifensiwe, na hii hapa kwa barabara iwekwe bump. Kwa rahisi sana, mwenye haijui anaweza jipata ameanguka huku ndani, hadi damu inafaa, tuseme inafaa ifensiwe kutoka huko kukuja hivi kwa hii kikona hivi, na kutoka hapo ikienda hivyo. Sisi tunaweza omba serikali ama Kenya venye inaweza tusaidia kuweka at least bumps. Yes. Na nini za kuonyesha kuna mto pia. Licha ya bwawa hili kuwa chemichemi ya maji kwa wakazi wa eneo hili, sasa wanaomba lizingilwe ili kuzuia maafa zaidi. Kimakuchege, KTN, kaunti ya Kiambu. Bila shaka kuna haja ya kulizingira bwawa hilo, kwa sababu iwapo halitazingirwa